Lakini mama pia nimesikia bunge linaisha sio muda. Dr. Tulia amenialika marathon Mbeya. Usijui kama una taarifa. Sasa niliposikia bunge linafungwa alafu Tulia kaandaa marathon, nikasema sije kuwa nakimbia na kinua mgongo cha wabunge. Yes, siku ya jana zilifanyika tuzo za Samia Kalam Awards, tuzo ambazo zilikuwa zikigawiwa kwa wanahabari ama waandishi wa habari kwa mujibu tu wa kuwapongeza kwa kile ambacho wanazidi kukifanya. Na of course tuliona tukio lilifana kwa sababu miongoni ama mgeni rasmi aliyehudhuria kwenye tukio lile alikuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwepo pale. Sasa mara baada ya tuzo kuendelea kufanyika, kulikuwa kuna kipengele ambacho kuna baadhi ya watu walikuwa wameteuliwa kwa ajili ya kuweza kutoa burudani. And of course kama tunavyofahamu comedy hawakuachwa nyuma. Na miongoni unapozungumzia comedy huwezi kumwacha kumtaja Said. And of course kuna kipindi cha nyuma ilikuwa ni masuala haya ya tuzo. Ilikuwa ni tuzo za comedy pia ambazo zilifanyika, na of course ilikuwa ni mgeni rasmi alikuwa Rais Samia, na Said alipata nafasi ya kuweza kutumbuiza ama kuweza kuwaburudisha ama kuweza kuwachekesha viongozi na wahudhuriaji waliokuwa kwenye ile sehemu, kwa maana ya wageni waliokuwa wamealikwa kwenye ile sehemu. Of course kipindi kile Said aliua, lakini this time Said ameonekana kuwa tofauti zaidi. Sasa hapa ni kutokana na comment ambazo zimeletwa na waja kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya kufanya performance siku ya jana. Of course kuna watu ambao wanasema jana Said aliua kama kawaida yake, alifanya vizuri kwa ajili ya kuweza kumchekesha rais, lakini pia na wageni waliokuwepo pale. Lakini wengine wakasema kwamba Said aliharibu, kwa maana kwamba Said alikuwa akivuka mipaka, kwa maana alikuwa anamchukulia kama rais ni mtu fulani hivi na kutokuheshimu karia yake. Sasa maneno yamekuwa ni mengi huko mtandaoni, watu wakibishana kuhusiana na kile ambacho alikifanya Said. Na hapo mwanzo nimekuwekea video ambayo unaitazama hapo, ni video ya Said ambao alikuwa akichekesha pale stejini mbele ya Mheshimiwa Rais. Sasa kupitia ukurasa wa Instagram wa Baba Levo aliweza kuandika waraka mzito sana kuhusiana na Said mara baada ya kuweza perform mbele ya rais. Baba Levo aliandika hivi: comedian, mnapopata nafasi ya kuchekesha mbele ya rais, mchekesheni huku mkilinda heshima na nidhamu. Kuna vitu mnaongea havichekeshi, vinakera. Hasa dogo Said utawaharibia wenzio. Lazima ujue unaongea nini mbele ya nani. Rais tuliye naye ni mama mwenye upendo sana. Tusiharibu tukashindwa kufaidi matunda ya upendo wake kwetu. Jana nimeona Said anaongea vitu ambavyo watu hawacheki tena bali wanaogopa. Alafu akataka kuharibu zaidi kwa kwenda kumpa cheni rais bila kuwa amewasiliana na walinzi wake. Siku nyingine ukitaka kumpa zawadi rais, waambie walinzi wake siku 3 kabla ili wajiandae kwa hilo tukio, usijaribu kumsurprise rais. Akawa ameandika pale NB: kitakachokuponza mdogo wangu dharau na hauna adabu. Sasa utasababisha mkialikwa kwenye event kama hizo mwanze kukaguliwa vichekesho vyenu kwanza kwa kuwachekesha walinzi backstage ili waedit vichekesho vyenu, na hiyo itawanyima uhuru kwa namna moja ama nyingine. Huo ni waraka wa kwake Baba Levo mara baada ya kuweza kushuhudia performance ya Said usiku wa jana kwenye tuzo za Samia Kalam Awards. Sasa watu wengi walikuwa wakisema maneno hayo na wengine wakijaribu kuungana na kile ambacho amekisema Baba Levo kwamba Said aliharibu, alikuwa na kera jana stejini kwa sababu alionyesha kuvuka mipaka, hakutambua kwamba yule alikuwa anazongea naye pale ni rais, yani kama vile alikuwa anamchukulia poa. Lakini kwa wengine wakavuka mbali zaidi. Kuna wachekeshaji wengi ambao walipanda stejini jana, ilikuwa miongoni mwao alikuwa ni Leonardo, lakini pia MC Eliudi na wengine kadha wa kadha. Lakini watu wakawa wanachukua ile performance ya Said na kuweza kumshindanisha na Leonardo ambao naye jana aliweza kusimama stejini na mambo yakawa fresh. Sasa wengine wakaanza kumpongeza Leonardo kwamba ameua, na kikubwa zaidi ambacho wale watu walikuwa wakizungumzia ni mara baada ya kuweza kumaliza kuperform stejini Said baadaye akatoka pale kwenda kupiga picha na Mheshimiwa Rais, lakini akawa amempa zawadi ama akawa amemsurprise rais kwa kumpa zawadi ya cheni. And of course kama unavyotazama hapo kuna video inaonyesha walinzi wa rais walionyesha kukataa ile zawadi ya Said, na kitu ambacho kilionyesha kumpunguzia kama credit fulani hivi. Said anaonekana kama amemchukulia rais poa kiasi kwamba sasa anaweza akafanya chochote anachojisikia yeye kwa kuweza kumsurprise na kuweka utani ambao
kwa wengine wanavyodhani ni unavunja brand ama unaondoa heshima kwa rais. Sasa unaweza ka drop comment yako ukaanza kutuambia kama na wewe ni miongoni mwa watu ambao mlifuatilia tukio la jana la Samia Kalam Awards ambalo lilikuwa linafanyika pale Superdome Masaki. Kama ulifuatilia ama kama umeona baadhi ya clips ambazo ziko mitandaoni kuhusiana na alichokifanya Said Said, je, kuna ukweli kwamba jana Said Said alivuka mipaka ama ni Baba Levo tu na wengine wanamuonea wivu Said Said? Ama anachosema Baba Levo, kuna ukweli kwamba jana Said Said alivuka mipaka and of course Leonardo jana aliua? Unaweza ka drop comment yako kupitia ukurasa wetu wa Instagram, lakini pia kwenye ukurasa wetu hapa YouTube, ukasubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini ukalike, kwa comment na kushare ili wewe kwanza kuweza kuzipata taarifa. Mimi naitwa Genevieve na hii ni Wabobezi TV. Always keep watching.